Kristo. Na kuleteni tafakari hii ya sherehe ya watakatifu wawili wakubwa kabisa katika kanisa. Nao ni Petro na Paulo. Kila tarehe 29 mwezi wa 6 katika kanisa tunaadhimisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo. Na mwaka huu imeangukia Jumapili, kitu kizuri. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Jumapili hii kwa mwaka huu ya tarehe 29 mwezi wa 6 kama nilivyogusia, tunasherehekea maadhimisho ya watakatifu wawili wakuu katika kanisa, Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo, ambazo ni nguzo mbili za imani ya Kristo. Wote wawili walimjua Kristo kwa namna ya pekee, wakamtafuta kwa moyo wote, na walikubali kufa kwa ajili ya Injili. Walikubali kufa kwa ajili ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mungu wao. Sherehe hii ni fursa ya kutafakari juu ya wito wetu pia wa Kristo. Uaminifu wetu kwa Mungu ukoje, lakini utume wa kanisa la Kristo duniani. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 11, nataka niongelee kwa namna ya pekee kujitoa kikamilifu kwa Mungu kama Mtakatifu Petro. Katika somo hili, pata nafasi ulisome, tunaona mtume Petro akiwa gerezani akisubiri kuuawa kama alivyofanyiwa Yakobo. Lakini Mungu kwa njia ya malaika wake anamuokoa kwa njia ya ajabu. Hili linatufundisha kuwa wafuasi wa Kristo lazima wajitoe kwa Mungu kikamilifu hata katika mazingira magumu. Mtakatifu Petro hakulalamika wakati yuko gerezani. Hakukata tamaa, bali alimwamini Mungu hadi mwisho. Ukisoma hilo somo, alikuwa amefungwa tena chumba cha ndani kabisa ya gereza na minyororo, lakini malaika wa Bwana alimtokea akamtoa kule mpaka mlango wa gereza unafunguka wenyewe, na alipotoka kabisa kwenye gereza akawa nje, akawa anashangaa, anajua anaona kama maono, lakini hilo ndilo lilotokea. Sasa ukitaka kuipata vizuri, nenda kitabu cha Matendo ya Mitume somo letu la kwanza sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya 11. Tunajifunza nini kutokana na somo hili? La kwanza, kujitoa kwa Mungu ni tendo la imani kamili. Katika maisha yetu kama Petro, tunaweza kuwa wenye giza la gereza. Pale Petro alipokuwa gerezani, ilikuwa ni giza la gereza. Lakini na sisi tunayo magereza yetu kama Petro alivyokuwa amefungwa. Petro yeye alikuwa amefungwa ndani ya gereza. Lakini na sisi tuna magereza yetu. Tulipomfungwa katika dhambi zetu, pengine katika shida zetu, katika magonjwa yetu, pengine tunakata tamaa, tunasema Mungu hayupo, tuko gerezani, gereza hili sasa itakuwaje? Lakini nakwambia, tunaweza kuwa watu wa giza la gereza kama hilo, lakini tukimtegemea Mungu, yeye hujibu kwa wakati wake, kama alivyojibu kwa Mtakatifu Petro akamwokoa kutoka gerezani. Petro alikubali kupitia njia ya mateso kwa ajili ya Kristo. Nasi tunaitwa kuishi imani hata inapogharimu hata maisha yetu. Sasa hii si rahisi, pengine maneno hayo unapoyasema. Kuishi maisha ya Kristo hata kama inatugharimu thamani kubwa sana, si rahisi. Baadhi ya watu wengine wanakata tamaa, na hasa katika mateso ya imani. Unakumbuka miaka si mingi iliyopita, sikumbuki mwaka gani, wale masista wa Matereza, masista wa upendo, walikuwa nafanya utume wao moja ya nchi za Mashariki ya Kati. Wakiwa pale, walikuja watu wenye bunduki na nini, wakaua baadhi ya watu, wakawaua masista, kama sijasahau ni masista wawili. Halafu yule padre aliyekuwa anahudumia kiroho wakamchukua wakamfanya mateka. Siku nyingi wamemweka mateka.
baadaye walikuja wakamruhusu akawa huru tena. Mkuu wa shirika lao aliuliza, jameni, tuache utume huu au tuendelee? Ni wazi wakaendelea. Sasa katika hali ya namna hiyo, fikiria masista, kwanza kuna ambao walibaki wa kufariki kwenye jumuiya hiyo. Fikiria hali waliobaki nayo. Sister mwenzenu mmoja wao wameuawa, padre ametekwa, alafu unabaki kwenye jumuiya hiyo. Alafu bado lazima wasista wengine waletwe kuchukua nafasi za wale. Hapo imani ndipo inajaribiwa. Mimi daima nawaambia watu kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nchi yetu ya Tanzania. Ukristo unaishi kwa amani. Hakuna mtu anayekuzuia kuhubiri dini. Unaweza ukavaa mavazi yako ya kiimani na nini bila kuwa na shida. Lakini kuna sehemu nyingine za ulimwengu watu wanapata shida. Na kweli kupitia watakatifu wa Petro na Paulo kwa maombezi yao, tuombee watu hao. Somo la pili natoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 6 mpaka ya 8 na ya 17 mpaka ya 18. Mada kuu hapo kwangu mimi ninayoiona ni mwisho wa safari na tuzo ya haki. Mtume Paulo anaandika barua yake ya mwisho akiwa tayari kufa. Anaona maisha yake kama sadaka inayomwagwa kwa ajili ya Bwana. Anathibitisha kuwa amevipiga vita vizuri, amemaliza mbio, imani ameilinda. Kwetu huu ni mfano wa uaminifu usiotingishika kwa Kristo hadi mwisho. Ukienda kwenye msiba, mara nyingi t-shirt wanavaa zile za msiba, unakuta pengine kuna picha ya marehemu. Basi watu wanapenda kuandika maneno haya: vita, umevipiga vita vilivyo vizuri, imani umeilinda na mwendo umeumaliza. Inatafakarisha. Petro kwa haraka haraka unaweza kuona kwamba mbona kama hapa Petro alikuwa kama anajinyanyua, au kwa lugha ya siku hizi anajimwambafai. Sio kiburi hiki, hapana. Alikuwa anasema ukweli. Petro alihangaika, unajua, katika maisha yake. Alikamatwa, alipigwa, alipelekwa gerezani, na kimsingi mwisho wa mwisho akawa amekufa kwa ajili ya Kristo. Sasa alikuwa ameona kwamba kweli hapa imani nimeilinda na nimeilinda, vita nimepigana na mbio kweli nimezikimbia. Tuige mfano wa mtakatifu Paulo. Tunajifunza nini? La kwanza, Paulo anatufundisha kuwa maisha ya Kristo ni kama mashindano yanayohitaji bidii, uvumilivu na uaminifu. Na maisha ndivyo alivyo. Katika maisha, ndugu yangu, bila kuwa mtu mwenye bidii, uvumilivu na kuwa mwaminifu, unaweza kukata tamaa pengine. Namba 2, uaminifu huu hupewa thawabu au taji ya haki. Sasa unajua, kwa mfano kwenye riadha wa watu wanavikwa medali. Tena wakati wa karne ya kwanza walikuwa napewa hata shada. Tena shada la maua. Tena maua yani maua wamechuma majani wanakuwekea wakati ule. Ndio maana Paulo kwenye moja ya barua zake anasema watu wanariadha hapa wanapewa taji inayoharibika. Si shada hili itaharibika hata siku moja ishi, kama jua la sasa hivi linanyauka. Lakini anasema watu wapewa hilo. Sasa sisi tutafute shada ambalo linadumu milele, ambayo ni kumkumbatia Kristo. Lakini namba 3, hii inatufundisha kutokata tamaa katika maisha, kumtegemea Mungu anayetutia nguvu kama alivyosimama Paulo. Injili inatoka Mathayo sura ya 16 aya 13 mpaka 19. Na mada hapa ningependa niseme kwamba utambulisho wa Kristo na utume wa kanisa. Yesu anamuuliza Petro, ninyi mnasema, Petro ni wazi na wengine, ninyi mnasema mimi ni nani? Petro anajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kadiri ya jibu hili, Yesu anampa Petro jukumu la kuwa jiwe la msingi wa kanisa. Na nukuu, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Petro, neno Petro maana yake ni mwamba, Kefas. Sasa naposema wewe ndiwe Petro, wewe ni mwamba, sasa
maana ya jina Petro, na juu ya mwamba huu. Sasa si mwamba kama mwili wa Yesu wa Petro, imani anayokuwa nayo ile ilivyo thabiti ndio mwamba, na katika imani thabiti ya Petro analijenga kanisa lake. Na ndio maana Yesu alimfanya Petro awe kiongozi wa kwanza wa mitume wa kanisa, kwa sababu yeye alisoma kwa ndani imani iliyo thabiti ambayo ni kama mwamba, na hapo amelijenga kanisa lake. Ndio maana huwa tunasema kanisa moja takatifu la kitume. Kanisa moja takatifu la kitume. La kitume means apostolic. Our church is apostolic, ni la kitume. Sio kanisa la mitume. Kwamba kanisa linamilikiwa na mitume. Hapana. Ni kanisa la kitume, apostolic. Tunajifunza nini sasa? Petro anatufundisha kuwa kumjua Kristo ni msingi wa imani yetu. Tunapomjua Kristo tukawa thabiti, Kristo mwenyewe ndio msingi wa imani yetu. Unaposikiliza mahubiri haya, unaweza kuwa Mkristo, pengine hata si Mkristo, na hasa mnaotusikiliza kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kwa Mkristo na unayemwamini Kristo, wewe na mimi tunaunganishwa kwa sababu ya imani katika Kristo. Si kwamba tumeunda grupu sijui la ukoo au la watu tuliosema shule moja ya sekondari au chuo kikuu mahali fulani. Kama tumeunda grupu hilo au unanisikiliza hapa, ni kwa sababu tunaunganishwa na Kristo. Lakini tunaitwa kumkiri Kristo si kwa midomo tu, bali kwa maisha yetu. Mimi ni Mkristo. Kuna watu wengi unakuta wana majina si Yohana, si Ana, lakini hivi kweli ni Mkristo kweli kweli? Hasa kuitwa jina la Kristo ni moja na kubatizwa, lakini kuishi Ukristo ni kitu kingine. Namba 3, Yesu anampa Petro funguo za ufalme wa mbinguni, akimpa mamlaka ya kiroho ambayo yanaendelea leo kupitia kanisa lake, hasa kiti cha Mtakatifu Petro, yani Papa. Mafundisho makuu tunayojifunza kutoka kwa Takatifu Petro na Paulo. 1, upendo na uaminifu kwa Kristo hadi mwisho. Wote walimpenda Bwana kwa moyo wote na wakawa tayari kufa kwa ajili yake. Huu ni wito wa upendo usiogawanyika kwa Kristo. Yani total surrender, ni kujitoa kikamilifu, kujitoa kabisa, ni kama unajiachia hivi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Unajitoa kwa ajili ya Mungu. Namba 2, kujitoa kwa ajili ya Injili. Hawa mitume waliweka pembeni kila kitu. Kazi zao, akina Petro walikuwa ni wavuvi, ana mwanamke na familia, akacha alipoitwa na Bwana. Paulo mnafahamu alikuwa analitesa kanisa, alikuwa ni mfarisai hasa, analinda imani ya Kiyahudi. Bwana alipomtokea alikuwa kama anaenda hivi, akarudi nyuzi 180 kurudi nyuma. Kumbe na sisi tubaki na kazi zetu. Sitasemi kwamba tuziache, sitaki kwamba familia zetu tuziache, lakini hivyo vitu vyote visimfanye Yesu achukue nafasi ya pili, halafu hivyo vitu vingine vikachukua nafasi ya kwanza. Mfano kazi zetu, familia zetu, usalama wao. Lakini tuwe tayari kumtumikia Bwana, kila mtu katika hali yake, mwanafunzi, mtoto, padre, mtawa, mkulima, mtoto, bibi na kadhalika. Tunaitwa na sisi kujitoa katika wito wetu wa Kristo kwa moyo wote. Namba 3, kuwa wavumilivu katika majaribu. Hawa Petro na Paulo, tumesikia somo la kwanza, Petro yaliyompata gerezani, waliteswa, walifungwa, walipigwa, lakini hawakurudi nyuma. Tunafundishwa kuwa maisha ya imani yenye mateso hayaepukiki, lakini yamejaa matumaini. Tumaini halitayarishi. Mwaka huu hakuwa na matumaini, jubilei ya matumaini 2025. Lakini namba 4, umoja katika tofauti. Petro na Paulo walikuwa na mtazamo tofauti mara nyingine, lakini waliunganishwa na imani kwa Kristo. Ni wito wa kanisa kuwa na umoja katika utofauti na vipaji na huduma. Sio kwamba kwa kuwa wote ni wa Kristo wote tufanane kila kitu. Unaweza kuwa na mtazamo fulani na mimi na mtazamo fulani, kwa sababu haiwezekani wote tukawa na mtazamo mmoja. Lakini yote haya tuyaunganishe kwa ajili ya huduma katika Kristo.
Utume wa kanisa la leo. Namba 5, Petro ni ishara ya mamlaka ya kiutawala, yani kanisa. Na hapa tunamwona Baba Mtakatifu, na Paulo ni mfano wa kueneza Injili. Ndio maana Paulo anamuita mtume wa mataifa, the apostle of the Gentiles, the apostle of the nations, mtume wa kimataifa. Kanisa la leo linaitwa kuendeleza utume huu kwa kuongoza na kutangaza neno kwa mataifa yote. Hitimisho. Ndugu wapendwa, tunaposherehekea watakatifu Petro na Paulo, tujitazame wenyewe. Je, tunamkiri Kristo kama Petro alivyosema, wewe ndio mwana wa Mungu aliye hai? Na si kwa maneno, inatoka huko ndani. Je, tunajitoa kikamilifu kwa Injili kama Paulo? Tumwombe Mungu atujalie neema ya kuwa wafuasi wa kweli wa Kristo, wenye imani thabiti, na Mungu tujalie tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya Injili katika maisha yetu ya kila siku. Watakatifu Petro na Paulo, mtuombe. Nikutakie sherehe njema ya watakatifu Petro na Paulo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wa kongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi, wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.